Katika kijiji cha Ulaling'ombe, wilaya ya Kilosa, mkoani Morogoro, kulikuwa na taswira ya huzuni na machafuko iliyoleta mshangao na majonzi kwa wakazi wa eneo hilo. Mwenyekiti wa kijiji hicho, Jenerasko Mnyang'ari, amejikuta katika tuhuma nzito zinazomhusisha na vitendo vya ukatili ambavyo vilivunja mioyo ya wengi na kusababisha sintofahamu. Katika tukio hilo ambalo limetokea Februari 25 mwaka 2025, vijana 4 walikamatwa na mgambo wa kijiji hicho kwa tuhuma za wizi. Vijana hao walikabiliwa na mateso yasiyo na sababu. Miongoni mwao alikuwemo kijana mwenye umri wa miaka 18 ambaye anasimulia kwa majonzi jinsi mwenyekiti alivyowatesa kikatili. Ilikuwa siku ya Jumanne, nilikuwa kwenye harakati zangu za kusafiri, nikashangaa nipo Ruaha pale migambo wakanikamata. Nilivyokamatwa nikaambiwa nahitajika kijijini, mwenyekiti wa kijiji ananihitaji kule. Wakanipeleka hadi kijijini, kufika pale wakaniweka lock-up. Kufika kule lock-up, mwenyekiti wa kijiji akaniambia nimevujisha siri zake. Nikamwambia mbona mimi sina siri yoyote, siri yako mimi ninayejua. Akasema hapana, wewe kuna siri zangu umezivujisha, nataka uniambie umewaambia kina nani. Nikamwambia mimi hakuna siri yoyote, siri yako yoyote ambayo mimi nimevujisha. Akasema hapa hadi utasema. Akanifunga kamba na kamba, yani kudu na mipira ya pikipiki, na akaanza kunipiga mimi nikakataa, nikasema mimi hakuna siri yoyote niliyovujisha. Kanipiga pale, kanipiga, mwisho wa siku kanivua nguo. Alivyonivua nguo akanitishia kunibaka, akasema sema siri zangu ulizosema. Nikasema mimi sijasema zozote. Akanifira pale, akanibaka. Baada ya hapo akasema huyu dogo anaonekana jeuri, akanitoa jino. Baada ya kunitoa jino, nipo pale ofisini, akasema ngoja kwanza kuna wenzako wanakuja. Baada ya hapo wakaletwa na wenzangu, huyu hapa Bastoni, naye kaanza kufanywa vitendo vya ukatili pale. Mimi nikawa nimesimama. Baada ya hapo na mimi mwenyewe akasema sema, nikasema mimi hakuna siri yoyote ninayejua. Baada hapo tena akaendelea kunifanyia vitendo vya ukatili pale, akanibana na prize sehemu za siri na kusema niseme siri zake nilizozivujisha. Nikamwambia mimi hakuna siri yoyote ninayejua. Waswahili wanasema ukistajabu ya Musa basi utayaona Firauni. Hebu endelea kumsikiliza. Baada ya hapo akatoka nje, akaja na simu, kaniwekea mifukoni na kusema mimi ni mwizi wa simu. Baada ya hapo wazazi wangu wakaja, walivyoniona wakasema, wakamuomba mtendaji, wakasema tunaomba kwanza barua kabla ya vyovyote, tunaomba barua ya matibabu, mtoto tumpeleka katibiwa. Mtendaji akakataa barua. Baada ya hapo na wenzangu zikaendelea adhabu pale, mwisho wa siku tukasafirishwa tukapelekwa Malolo. Kwenda Malolo kule polisi wakamuuliza mwenyekiti wa kijiji, wakasema mbona vijana wamekuja hapo wanaonekana wamefanywa vitendo vya ukatili? Akasema hapana. Akakiri pale polisi, akatoa urushwa pale polisi wakasema hasa hawa vijana inabidi urudi nao uende ukawauguze siku 90 ambao miezi 3, na baada ya hapo ndio mje tena. Kurudi nyumbani na ni mwenyekiti wa kijiji kufika pale akatukabidhi tu kwa wazazi na akatuacha hivi. Baada ya hapo ndio mwenyekiti hapa Brother Enoki na Ino wakalikuja nyumbani, tukaongea nao, wakasema ngoja kwanza tufuatilie swala lenu hadi tufikishe sehemu husika. Kwa kweli serikali naomba itusaidie, kwa sababu hii Ulaling'ombe imeshakuwa mara kwa mara inatokea na hakuna sheria zozote zinazochukuliwa. Lakini yapi madhara anayokutana nayo baada ya sekeseke hilo? Kwa kweli nimezalilishwa hadi sasa hivi. Tangia hiyo Jumanne tarehe 25, sehemu zangu za siri, kuna mkojo unauma, hata kutoka wa utoki unanisumbua, na sehemu yangu ya siri hadi sasa hivi inasumbua isimame. Akikumbuka unyama huo, kijana huyo analengwa na machozi. Hapa ndipo tunapokumbuka ule wimbo unaosema, ukiona mtu mzima analia ujue kuna jambo. Ukiona mtu mzima mama analia mbele za watu ujue kuna jambo. Ukiona mtu mzima mama analia mbele za watu ujue kuna jambo.
Anasema nilihisi kama dunia inageukia na kuwa giza. Mateso hayo hayakuishia hapo. Lakini baada ya kuonekana na madhara makubwa ya kisaikolojia na kimwili, vijana hao walikabidhiwa kwenye kituo cha polisi. Polisi walipokutana na mwenyekiti, walimhoji na alikiri kuwafanyia ukatili huo. Hata hivyo, pamoja na taarifa hiyo, matibabu hayakupatikana kwa vijana hao wala hakuna hatua zozote zilizochukuliwa. Enoch Mwinyi ni mwenyekiti wa TAKUKURU Rafiki katika eneo hilo la Uleling'ombe. Anaeleza namna mwenyekiti huyo anavyowasulubu wananchi anaowaongoza. Kweli mnamo tarehe 15 mwezi wa pili, siku ya Jumanne, mimi nilikuwa nimesafiri safari yangu kidogo ya umbali kama kilomita 70 hivi, lakini tarehe 16 ilikuwa tarehe 26 nilipigiwa simu na katibu, kwa sababu mimi ni raia lakini bado ni kiongozi, ni mwenyekiti wa TAKUKURU Rafiki kata Uleling'ombe. Nina katibu wangu anaitwa Innocent Severin Kitime. Alinipigia simu kwamba mwenyekiti wa TAKUKURU hapo Uleling'ombe kuna matendo ya kinyama yanafanyika, yanayofanywa na viongozi, anaifanya mwenyekiti wa kijiji cha Uleling'ombe. Nikajaribu kuhojiana naye vitendo gani, akaambia kwamba kuna vitendo ambavyo anawafanyia watoto waliowakamata kwa kuwahisi wizi na kuwauliza baadhi ya maswali ambayo hayakueleweka na kuwafanyia vitendo vya kinyama, kuwabana na pliers sehemu za siri na kulazimisha kung'oa meno kwa kutumia pliers na kuwaingilia kuwalawiti ya watoto hao. Kwa hiyo watoto hao baada ya kupiga kelele, tumenyanyuka na kufika mahali sehemu ya tukio tukiwa na baba yake, akiwa na baba yake mzazi. Baba yake mzazi akatoa amri pale kwa mtendaji, matendo anayofanya na uongozi sio sahihi. Basi jambo hilo likaishia hapa. Alivyonijulisha hivyo, na mimi nikabidi nirudi kutoka safari yangu ambayo nilikuwa nasafiri, ikabidi nirudi. Nilipofika nikabidi nifike nyumbani kwa wazazi ambao ni watoto wamefanywa hilo tukio. Nikakuta kweli matukio haya yamefanywa, kwa sababu pliers sehemu ambazo zimepita pliers nikaona meno aliyotoa nikaona. Lakini kitu ambacho cha ajabu kinafanyika na serikali ya kijiji cha Uleling'ombe nikaona ni ya ajabu, kwa sababu matukio kijiji cha Uleling'ombe hili sio la kwanza. Mheshimiwa mwenyekiti kwa mkono wake amefanya matukio ya kupiga mapanga watu zaidi ya 2, akiwatuhumu shughuli zao za kibiashara, ambayo biashara yeye anaifahamu biashara haramu. Sasa kwa sababu anadai kwamba hao watoto wanatakiwa hakikisha amewaua wote, kwa hiyo amekuwa anapiga panga, alafu hakuna action ya serikali yote inayochukuliwa, na watoto wanakuwa na raia jumla, tunakuwa tunashindwa mahali gani pa kupeleka kero zetu. Kwa hiyo baada ya kuona hali hii na hali hii inaendelea, kuna wengine wamelazwa mpaka ninaposema hivi wako hospitalini kwa kupigwa mapanga kwa mkono wake mwenyewe mwenyekiti. Wengine wamejeruhiwa na wengine wamepigwa nondo na kutengenezewa kesi, wako lock up. Ninaposema hivyo wamehukumiwa miezi 6 kwa kusingiziwa kesi za uongo, kwa sababu anataka kukomesha kwa ajili ya biashara zake za madawa ya kulevya. Tuhuma nyingine nzito inamkumba mwenyekiti. Anasema wamevujisha dawa zake za kulevya, anataka hakikisha amekomesha watoto hao wote, anataka apoteze kwa kuwaua. Kwa hiyo kitendo hiki tukajua kwamba serikali itachukua action baada ya matukio yanavyotokea, tumekuta hamna. Na mimi kama mwenyekiti wa TAKUKURU nilijadiliana na kamati yangu ya TAKUKURU Rafiki kata Uleling'ombe, wajumbe pamoja na katibu, tukaona jambo hili tulifikishe mahali husika kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya. Hili jukumu hili la serikali inayofanyika kijiji cha Uleling'ombe, tuone ndio haki wananchi tufanyiwe mambo haya ambayo ya kinyama. Jambo hili ndio limefanya mimi nikachukua jukumu la kuchukua fedha kutoka mfukoni mwangu kwa ajili ya uchungu wa matukio yanayofanyika, hafa yachukuliwe hatua, nifike ndani ya ofisi ya mkuu wa wilaya kutoa taarifa hii ili kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Hilo ndio jukumu la mimi kama raia, na bado ni mwenyekiti wa TAKUKURU Rafiki. Nimechukua hatua hiyo kufika mahali hapa kwa ajili ya usalama na watoto hawa. Toka wamefanywa tukio hilo, hakuna hatua yote ya matibabu wala check up yote ya kupima watoto hawa kwamba wameathirika kiwango gani, kubanwa sehemu za siri na pliers. Kwa hiyo nikaona jukumu hili nifikishe kwa mkuu wa wilaya ili tuone ni kwa anaopaje msaada familia zisizo maskini ambazo hazina msaada, hazina uwezo wote wa kufanya. Innocent Mwakitime, mwenyekiti wa ulinzi na usalama Uleling'ombe mjini, ndiye aliyevunja ukimya juu ya sakata hilo. Mnamo tarehe 25 kuna vijana walikamatwa wakiwa wamehisiwa wizi, lakini vijana wale walipelekwa lock up, lakini wakapigwa, wakaumizwa, wakatumia vifaa vinavyoweza kufungua magari na pikipiki, yani pliers, kutoa meno na kuchukua pliers kubana sehemu za kiume,
Watoto hawa mpaka sasa hivi ni watoto ambao kiukweli wamezofu, na toka tukio hilo limetokea serikali haikuchukua action yoyote, na watoto hao hawajapata tiba yoyote, hata kidonge cha panado. Lakini kwa nafasi yangu mimi kama mwenyekiti wa ulinzi na usalama kwenye kitongoji cha Mjini, pia ni katibu wa taasisi ya kupambana na rushwa TAKUKURU Rafiki, niliumizwa sana na hili jambo. Niliweza kuwasiliana na mwenyekiti wangu wa TAKUKURU Rafiki, alikuwa amesafiri kidogo, kwamba kwa nafasi yetu kwa hili jambo tunatakiwa kujua nini tukifanya. Lakini aliporudi mwenyekiti wangu, tuliweza kuwafuata wazazi wa hao watoto ili kujua afya ya watoto hawa toka wamefanywa jambo hili, kuna matibabu yoyote yamefanyika. Lakini tulikuta watoto wanatumia mitishamba. Wakati huo hao watoto walikamatwa wakapeleka kituo kidogo cha polisi Malolo kwa mahojiano, walihojiana. Lakini mheshimiwa mwenyekiti na askari migambo ambao walifanya jambo hilo waliweza kupewa ruhusa na askari polisi kwamba warudi na hao wagonjwa pasipo kupata matibabu yoyote, ili wakakae na wazazi wa hao watoto waweze kuongea nao, maana jambo hili ni la kikatili. Lakini toka tarehe hiyo watoto hawa hawajapata tiba yoyote. Ndipo sisi tuliguswa kama Watanzania, kama viongozi ngazi ya kijiji, tuliamua kuongea na wazazi wa hao watoto kuhusu kusafiri na hao watoto kuwafikisha kwa mwenyekiti wa ulinzi na usalama wilaya, Mheshimiwa DC. Lakini wazazi walisema wao hawana chochote. Lakini nini hasa ombi lao kwa serikali? Sisi tunahitaji serikali ichukue hatua kwa kuwajibisha watu hawa, kwa sababu kuna vitu tunavifahamu vinavyotenda kuvunja amani na kuendesha huu ugaidi na uhaini unayefanyika na viongozi ukiongozwa na mheshimiwa. Kwa sababu mheshimiwa kila tukio linalotokea yeye anapitisha mazungumzo yake mazingira ambako hatuna udhibitisho wa rushwa, lakini anawashawishi wafanya matukio na kuwakingia nguvu. Hakuna hatua yote inayochukuliwa, kwa sababu hata viongozi wengine, manake yanafanywa na viongozi, tunashindwa tunapeleka. Kwa hiyo tunahitaji viongozi wa ngazi ya juu watusaidie jambo hili, kwa sababu tunashindwa kwenda mahali pengine popote, kwa sababu mheshimiwa diwani amesimama mbele ya hao vijana. Maana vijana wanafanya uhaini, hao viongozi wamewekwa na yeye, na anashindwa kufanya lolote kwa sababu ameweka. Sasa watu wanapohalifiwa wamepigwa mapanga, hakuna action, na anaziwia yote atakayechukua jukumu lote kama hili nilochukua mimi. Maana yake ametishia, wanaendelea kutishia kwamba watashughulika hata na mimi. Kufikia Machi 6, 2025, zikiwa ni siku zaidi ya 10 tangu kutokea kwa tatizo hilo, Jeshi la Polisi mkoani Morogoro chini ya kamishna msaidizi mwandamizi Alex Mkama linaeleza kuanza uchunguzi dhidi ya madai hayo. Jeshi la Polisi pia linafanya uchunguzi wa taarifa iliyopokelewa dhidi ya mwenyekiti wa kijiji cha Ulelingoma, yanapatikana kwenye kata hiyo ya Ulelingoma, wilaya ya kipolisi Ruhembe au wilaya ya kiserikali Kilosa, ambaye anafahamika kwa jina la Generasco Tresfori Mnyangali. Yeye huyu ana umri wa miaka 36. Lakini pia tunamchunguza mtu anaitwa Tegemea Maganza, miaka 34, askari wa jeshi la akiba na mkazi wa Ulelingombe. Hawa watu tunawachunguza kwa sababu ilielezwa kuwa mnamo tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2025 kiongozi huyo pamoja na watu wengine wawili, mmoja hapo ni huyo askari wa jeshi la akiba, waliwakamata vijana wawili kwa tuhuma ya wizi wa simu moja ambaye ni mali ya mwenyekiti huyo ambaye anafanya kazi za wakala, kuwatesa na kuwafungia kwenye ofisi ya kijiji hicho wakiwatuhumu kwa wizi wa simu kama nilivyoeleza. Kwa hiyo taarifa za tukio hilo pamoja na tuhuma za wizi vyote vimefikishwa kwenye vituo vyetu vya polisi. Ni dhahiri kwamba kijiji cha Ulelingombe kinahitaji msaada wa haraka kutoka kwa serikali na mashirika mengine ili kuhakikisha haki inapatikana na mateso kama haya hayarudiwi. Kila kijana anastahili kuishi katika mazingira ya usalama na heshima. Na matumaini ni kuwa jamii itasimama pamoja ili kuondoa ukatili na matatizo mengine yanayoathiri vijana. Jitihada hizi zinaweza kuleta mabadiliko chanya na kuhakikisha kijiji kinakuwa na amani, furaha na maendeleo. Kwa niaba ya Benedict Msungu, mimi ni Zaituni Mkwama.